Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika somo letu la leo ambalo tutakwenda kujifunza. Somo la leo linasema vishinde vita katika ufahamu wako. Na vita katika ufahamu wetu maana yake ni vita vya kifikra. Na vita vya kifikra ni eneo ambalo linawatesa Wakristo wengi au watoto wa Mungu wengi. Na katika eneo kama hili Shetani kwa sehemu kubwa sana anatumia kuwatesa watoto wa Mungu wengi. Na tutakwenda kuangalia kwa namna ambavyo tunaweza tukavishinda vita hivi katika fahamu zetu sisi. Na ili tuvishinde vita hivi tunahitaji kubadili fikra zetu, maana yake ni fahamu zetu sisi, mawazo yetu na mitazamo yetu sisi. Kwa kama tukifanikiwa katika eneo hili kubadilisha mitazamo yetu, kubadilisha fikra zetu, basi tutaweza kupiga hatua kubwa katika eneo la Ukristo wetu sisi. Kwa fikra ni eneo linalobeba mambo kadhaa. Fikra ni eneo ambalo linabeba mtazamo wa mtu, lakini mwenendo wa mtu, lakini vivyo hivyo na vitu vingine kadha wa kadha. Na fikra ni kitu gani, ama fikra ni nini hasa? Na fikra ni uhalisia wa mtu anaouona katika ufahamu wake yeye. Kwa hiyo kitu kinaitwa fikra maana yake ni uhalisia ambao mtu anauona katika fahamu zake yeye mwenyewe. Na fikra inazaa kitu kinachoitwa mtazamo pamoja na mwenendo. Kwa sababu mtu unapomwona anaenenda katika namna fulani au anatembea katika kitu fulani, maana yake huyo mtu amekuwa na fikra hicho kitu, lakini pia bado akaamini. Na ndio maana utaona mtazamo wake unabadilika. Kwa hiyo mitazamo yetu mingi au mitazamo ya watu wengi inabadilika kutegemea ama kulingana na fikra alionayo. Na ndio maana maandiko yanasema kwamba aonavyo mtu nafsini mwake, huyo mtu ndivyo alivyo. Kwa mtu anapoona nafsini mwake ama anavyojiona yeye, basi inazalisha uhalisia wa kuwa hivyo jinsi ambavyo anajiona yeye. Kwa katika mawazo au katika fikra ulizonazo kuhusiana na wewe, labda unaona wewe ni mtu ambaye huwezi kuendelea mbele, unaona wewe ni mtu ambaye ni wakufeli, unaona wewe ni mtu ambaye kufanikiwa kwako inahitaji struggle nyingi. Ndivyo itakavyokuwa, kwa sababu fikra zako zimekaa katika ile eneo. Na kama fikra zako zimekaa katika ile eneo, maana yake ni kwamba zinazalisha mtazamo huo na utakaa katika maisha hayo na mwenendo huo. Kwa hiyo mtu akija akazungumza kwamba labda kufanikiwa kwako wewe hakuhitaji struggle nyingi, mtazame Mungu nafanya 1 2 3, kwa sababu tayari kuna uhalisia fulani ambao umeshauona ndani yako, basi huo utaendelea kuwepo na itakuwa ni ngumu kupiga hatua kutoka katika hilo eneo. Kwa hiyo anaposema aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo, maana yake kuna uhalisia ambao mtu ameuona katika ufahamu wake na kaamini hivyo. Kwa hiyo mtu kaona uhalisia fulani katika ufahamu wake na ameamini katika hivyo jinsi ambavyo alivyoona. Kwa hiyo fikra inaleta kitu kinachoitwa mtazamo ambao inapelekea mtu kuamini, na akishaamini maana yake kuna ukuta ambao unajengeka hapo katikati, kwamba mtu ameshaamini kitu fulani, kaona uhalisia fulani ndani ya maisha yake, kwamba yeye si mtu ambaye anaweza akapiga hatua ama akaendelea mbele. Kwa ufahamu huo unapokaa ndani yake unaleta kitu kinaitwa ukuta. Maana yake ili kiweze kutoka hicho kitu lazima inahitaji tena huyo mtu afundishwe ama abadilishe yeye fikra zake kutoka jinsi au namna ambavyo alikuwa naona, aone katika namna nyingine. Haleluya. Kwa hiyo kwa fikra hivyo zinapelekea huyo mtu kuwa jinsi ambavyo yeye ameona huwa uhalisia ndani yake. Kwa hiyo unavyomwambia mtu kwamba habari labda za wokovu, au labda mtu anapoambiwa kwamba tumehesabiwa haki bure kwa neema
pasipo matendo ya sheria, au tumekubaliwa na Mungu pasipo matendo, lakini kama ndani yake kuna ufahamu mbovu kuhusiana na hicho kitu, yakaamini kwamba kuhesabiwa haki kwangu mimi kunahitaji matendo mema. Kwa hiyo Mungu amenikubali mimi kwa sababu ninatenda matendo mema. Huo ni uhalisia ama ni fikra ambayo imejengeka ndani yake, na kaona uhalisia huo. Kwa hiyo ingali maandiko yanasema tumehesabiwa haki bure, yeye ataona kwamba haki ambayo tumehesabiwa sio bure, inategemea na jitihada ama juhudi fulani ambazo ninazo katika kumtumikia Mungu. Kwa hiyo kaona katika eneo hilo, na ndio maana ufahamu wake umejengeka hapo na ukuto huko hapo. Kwa hiyo mtu huyu ukimwambia kwamba tunahesabiwa haki bure kwa njia ya neema, kwa sababu fikra zake zimeshagonga mahali fulani, ataona kwamba unamletea injili inayompotosha au unamwambia kitu ambacho si cha kweli, ingali maandiko amesema hivyo. Na ndio maana Mtume Paulo akasema kwenye kitabu kile cha Warumi ile sura ya 12 na ule mstari wa 2, anazungumza hapo kuhusiana na kubadilishwa nia zetu na fikra zetu. Tutafungua kitabu hicho cha Warumi sura ya 2 na ule mstari wa sura ya 12 na ule mstari wa 2. Huyu ni Mtume Paulo anasema, basi ataanza kusoma mstari wa 2, anasema wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema na ya kumpendeza na ukamilifu. Kwa anasema wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Kwa kumbe nia kwa Kiingereza wanasema ni mind, ama tuseme ni ufahamu. Kwa tubadilishwe fahamu zetu sisi. Kwa hiyo kulikuwa na ufahamu fulani ambao tunao kabla hatujamwamini Yesu Kristo, na huo ulikuwa ni ufahamu wa ulimwengu. Lakini tunapomwamini Yesu Kristo tunabadilishwa fikra zetu sisi, au tunatakiwa fikra zetu tuzibadilishe kutoka katika ile namna ambayo tulikuwa tunaijua ya ulimwengu, na kuleta katika namna ambayo ni mpya, ambayo tumemwamini Yesu Kristo. Kwa hiyo kama Mkristo akishindwa kubadili fikra zake, basi maisha yake ya wokovu yatakuwa ni mazito, itakuwa ni mzigo kwake, na ataona kila siku wokovu ni mgumu. Lakini sivyo hivyo, tutaona mambo mengi kwake kutimilika, anahitaji juhudi kubwa sana, lakini sivyo hivyo. Kwa eneo la fikra ni eneo ambalo linawatesa watu wengi. Fikra zake, ama fikra yako inawaza nini, ama unafikiri nini? Maana yake kile unachokifikiri na kikakaa moyoni mwako, maana yake ndicho unachokiamini, na ndipo utakapotembea katika hicho. Kwa Wakristo wengi wanaamini zaidi hisia zao kuliko neno la Mungu. Kwa Mkristo au mtoto wa Mungu, hisia zake zinapomtuma kwamba kwa sasa itakuwa 1 2 3, haijalishi neno la Mungu linasema hivi, lakini watu wengi wanachagua kuziamini hisia zao kuliko kuamini neno la Mungu, au kuliko kuamini neno la Mungu limesema nini katika maisha yao wao wenyewe. Kwa hiyo ni jambo la muhimu sana kuhakikisha kwamba tunavishinda vita hivi vya kifikra ndani yetu kwa kuliamini neno la Mungu, manake kuamini uhalisia wa neno la Mungu. Lakini ukisema kwamba tuamini hisia, manake hisia siku zote hazipo constant. Hisia leo zitakwambia iko hivi, uko na amani na Mungu, na Mungu anakupenda, na Mungu hakuwazii mabaya. Lakini hisia hizo zitakugeuka baadaye, baada labda kesho au kesho kutwa, baada ya wiki au mwezi, zitakwambia upendwi na Mungu na Mungu anakuchukia kwa sababu hii 1 2 3. Kwa hiyo kuamini hisia kuliko kuamini neno la Mungu kuna effect kubwa kwa watu wengi. Kwa hiyo watu wengi hawaamini uhalisia wao juu ya maandiko yanasema nini katika maisha yao. Ingali wanaweza wakawa wanakiri kwa vinywa vyao, lakini katika mioyo yao inakuwa bado hakuna kitu hicho kinachoitwa imani. Kwa watu wengi leo wanakiri neno la Mungu kwamba nimebarikiwa, nimesamehewa. Ni kweli anakiri katika eneo la mdomo wake, lakini ndani ya moyo wake bado haamini. Maandiko yanasema kwamba
alifanyika kuwa maskini ili sisi tuwe matajiri. Ni kweli mtu analikiri hilo neno kwamba Kristo alifanyika kuwa maskini ili mimi niwe tajiri, lakini bado mtu aamini ndani ya moyo wake kama yeye ni tajiri, kwa sababu anaamini mazingira anayoona, uhalisia anaouona, kuliko kuamini neno la Mungu limezungumza nini katika maisha yake yeye. Na ndio maana leo hii maisha ya Wakristo wengi yanakuwa ni ya shida, ni kwa sababu ya fikra fulani ambazo zimejengeka katika eneo fulani, na ni kwamba tumekaririshwa au tunaona kwamba kukiri tu peke yake, lakini neno au kuamini ndani yetu hakuna hicho kitu kinachoitwa imani. Kwa hiyo ni jambo la muhimu na la msingi mno unapoona Mkristo anakiri neno la Mungu katika kinywa chake, lakini angalia jinsi maisha yake jinsi anavyoenda. Je, ni sawa na ukiri wake? Na ndio maana Suleiman anasema kwenye kitabu cha Mhubiri ile sura ya 10 na ule mstari wa 7, sehemu kubwa ya watu wengi wanakiri tu neno la Mungu kwamba iko hivi, lakini hawaamini kwamba kweli hilo jambo linaweza kuwa hivyo. Na hiyo ni kwa sababu ya kuamini hisia kuliko kuamini neno la Mungu. Kwa hiyo utafungua kitabu cha Mhubiri ile sura ya 10 na ule mstari wa 7. Anasema, mimi nimeona watumwa wamepanda farasi na wakuu wakienda kwa miguu juu ya nchi kama watumwa. Tarudia kusoma vizuri ili andiko tulielewe vizuri. Anasema Suleiman, mimi nimeona watumwa wamepanda farasi na wakuu wakienda kwa miguu juu ya nchi kama watumwa. Tafsiri yake hapa ni kwamba mtumwa anaonekana kama mfalme na mfalme anaonekana kama mtumwa. Ni kwa namna gani basi hili jambo liko hivyo? Kwamba watu wengi wa dunia hii wanaonekana kama wana mafanikio makubwa, na Wakristo wao wanajiona kana kwamba ni wanyonge kwa sababu ya fikra ambazo wanazo. Kwa hiyo kwa sababu ya fikra fulani ambazo mtu alizonazo, anajiona kama ni mnyonge, anaona sio sehemu yeye si sehemu ya kufanikiwa hapa duniani au ya kukaa katika maisha ambayo ni mazuri. Na ndio maana wakati mwingine anaona kwamba watu wale wa nje wana maisha mazuri bora kuliko yeye, lakini uhalisia ni kwamba yeye ana maisha bora mara 100 zaidi ya wale watu ambao wako nje ya Yesu Kristo. Haijalishi yupo anapita katika kipindi gani. Kwa hiyo kutokana na hizo fikra anavyoziona mtu na kuziamini ndani yake, yeye inatengeneza tabaka au inatengeneza utofauti. Maana yake yeye anaona kwamba wale watu kule wana mafanikio, lakini yeye si mtu ambaye ni wa mafanikio. Labda huenda Mungu akitaka anaweza akambariki, asipotaka anaweza akafa maskini hivyo hivyo na maisha akaendelea bila shida yoyote. Lakini si Mungu kusudi lake mtu aliyemwamini akafa maskini au akafa na ugonjwa fulani au akafa na changamoto fulani, lakini ni fikra ambazo mtu amezijenga ndani yake. Maana yake hizo zimeleta uhalisia katika maisha yake yeye. Kwa hiyo hii yote ni vita vinavyoendelea ndani ya fikra za waamini wengi au watoto wa Mungu wengi. Kwa hiyo tutaangalia aina ya vita vinavyoendelea na namna ya kuvishinda. Neno ambalo ni muhimu sana. Tukijua vita vilivyopo katika fahamu ni common kwa Wakristo wengi. Kwa hiyo kama kuna mawazo fulani yako haya ndani yako na ulikuwa unayaamini hivyo, basi kuanzia leo usiamini tena mawazo kama hayo. Anza kubadilisha fikra zako. Unapobadilisha fikra zako ndivyo unavyopigana vita vya ushindi zidi ya kitu kinachoitwa ufahamu wako wewe. Kwa hiyo mafanikio yako, kutembea sawa na Mungu, kuishi maisha yanayompendeza Mungu, hayo yote yanategemea ufahamu wako wewe. Kwa ukivishinda vita katika ufahamu wako, yale yote ambayo yameandikwa kwenye maandiko utaona yanakuwa ni halisia katika maisha yako, kwa sababu fikra zako zimewaza hivyo na zimeamini hivyo. Kwa hiyo narudia tena kusema kwamba usiamini hisia zako kuliko neno la Mungu. Hisia kuna muda zitakuja kupingana na neno la Mungu. Sitakwambia haupendi wakati neno la Mungu linasema unapendwa. Kwa hisia zinakuja kupingana wakati mwingine na neno la Mungu.
na kuna muda mwingine zinakusapoti ama zinakubaliana na neno la Mungu, na kuna muda hazikubaliani na neno la Mungu. Kwa hiyo kama ni hivyo, ni wajibu wako wewe kuhakikisha kwamba unabadilisha fikra zako ili uweze kuvishinda vita vinavyoendelea katika ufahamu wako wewe. Kwa vita vya kwanza ambavyo Wakristo wengi wanakutana navyo, mojawapo ni hili eneo la kuwekwa huru. Wakristo wengi hawaamini kwamba wamewekwa huru. Wanaamini kana kwamba bado wapo katika utumwa au bado wapo katika vifungo fulani. Wanaamini sio kwa sababu maandiko yamesema vile kwamba wapo katika utumwa, ni kwa sababu fikra zao zinaamini hivyo kwamba bado wapo katika utumwa fulani. Na ndio maana leo hii tunaona watu wengi wanakimbizana katika maeneo mbalimbali, au wanafunga na kuomba, moja kwa ajili ya kujitoa katika laana za ukoo, kujitoa katika maagano ya kifamilia, kujitoa katika mambo mbalimbali ambao wao wanaona katika ufahamu wao kwamba bado wamefungwa. Kwa kila siku maombi ni kujikomboa katika laana za ukoo, laana za umaskini, vifungo vya madhabahu si za kwao, na kila siku kuvunja madhabahu na nila. Maana yake focus kubwa ya Mkristo inatoka katika yeye kumfanania Yesu Kristo, kutembea katika maisha yanayompendeza Mungu. Focus yake kubwa na mawazo yake yote mengi yeye yapo katika kujikomboa katika vifungo, kujitoa katika laana, kana kwamba ni mtu ambaye hajamwamini Yesu. Kwa hiyo ufahamu ndio nao mfunga mtu katika eneo fulani. Akishindwa kuwa na uelewa sahihi, huyo mtu ataendelea kuwa mtumwa katika ile eneo ambalo ameshindwa kulielewa kwa usahihi. Kwa hiyo ili usiwe mtumwa katika eneo fulani, lazima tafuta maarifa. Ndio maana maandiko yanasema kwenye Hosea 4:6, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Mungu hakani kwamba sio watu wake, ni watu wake, na sio kwamba wanaangamia, wanaangamizwa. Maana yake kuna kitu kinachowaangamiza wale watu. Kwa sababu gani? Wamekosa kitu kinachoitwa maarifa. Kwa hiyo mtu ufahamu wake unamtuma, au anasikia fundisho mahali fulani pasipo kulipima au kuliangalia, anasema kwamba hili jambo ni kweli na mimi nimefungwa katika laana za ukoo. Na hapo sasa kuna baadhi ya taarifa zinaanza kuja katika ufahamu wake, ndio maana uaga niko hivi, ndio maana kuna kitoka kinakuja hivi. Kwa hiyo kuna sababu fulani ndogo ndogo zinazalika, mtu zinampelekea aone kwamba ni kweli amefungwa katika madhabahu za kwao huko, au yupo katika laana na anatakiwa kujikomboa. Lakini sio uhalisia wa maandiko jinsi yanavyosema. Ukisoma kitabu kile cha Wagalatia sura ya 3 na ule mstari wa 13, kuna maandiko hapo Mtume Paulo anawaambia hawa watu wa Galatia ambao mwanzoni walikuwa wanaamini vyema, lakini baada ya muda fulani wakajikuta imani zao zinageuka baada ya kusikia fundisho lingine tofauti na lile ambalo walilisikia Paulo au waliliamini Paulo wakati ule akiwahubiria. Kwa nitasoma kitabu cha Galatia sura ya 3 na ule mstari wa 13. Hapa anasema hivi: Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti, ili kwamba baraka za Ibrahimu iwafikirie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Kwa hiyo kumbe maandiko hapa ametuweka wazi kwamba Kristo alitukomboa katika laana ya torati. Laana ya torati maana yake ni mtu alikuwa anaishi katika kutegemea kwa jitihada za matendo. Maana yake anasema amelaaniwa mtu yule asiyedumu katika yote. Kwa hiyo kulikuwa hakuna mwanadamu ambaye anaweza kadumu katika torati yote. Maana yake mtu aweza kadumu katika torati yote, kutimiliza torati yote kwa nguvu zake yeye mwenyewe hakuna. Kwa hiyo Kristo akaja kutukomboa, kututoa katika hiyo laana. Na ndio maana anasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Adhabu ya amani ilikuwa juu yake ili sisi tuwe salama. Lakini kwa kutokulijua hilo, mtu anajikuta anaamini katika namna ambayo yeye hisia zake zinamtuma na vidhibitisho fulani ambavyo ameviona. Lakini uhalisia ni kwamba maandiko amesema kwamba Kristo ametukomboa katika laana ya torati na kutuweka kuwa huru.
Ukisoma pia kitabu kile cha Warumi sura ya 6 mstari wa 17 mpaka ule mstari wa 18, ukiluka tena ukasoma na mstari ule wa 20, maandiko yanasema katika namna hiyo hiyo ya uwazi. Na hapa anasema mstari ule wa 17 anasema, lakini Mungu ashukuriwe, kwa maana mlikuwa watumwa wa dhambi, lakini mlitii kwa mioyo yenu ile namna ya elimu ambayo mliwekwa chini yake, na mlipokwisha kuwekwa huru mbali na dhambi, mkawa watumwa wa haki. Kwa hiyo tunaona hapa maandiko yanazungumza katika hilo eneo. Kwa hiyo watu bado wapo katika vifungu fulani ambavyo wao wanaamini katika hilo eneo. Lakini eneo la pili ni Wakristo wengi wanaona kwamba ni wenye dhambi, hawastahili mbele za Mungu. Wakristo wengi wanaamini bado ni wakosaji na kwamba hawastahili mbele za Mungu, na maombi mengi utakuta sifai mbele za Mungu mimi, au mimi ni mdudu tu mbele zako. Lakini sio uhalisia wa neno la Mungu linachozungumza kuhusiana na Mkristo. Maana yake Mungu hakuja kufa kwa ajili ya mdudu. Maana yake kama ni mdudu, basi Mungu asingelikuja kumwokoa, kwa sababu Kristo amekuja kumwokoa mtu ambaye kumtoa mtu katika utumwa wa dhambi. Maana yake hakuja kumwokoa mdudu, alikuja kukuokoa wewe na mimi, kwa sababu alituumba kwa sura na mfano wake yeye. Na ukisoma kitabu cha Warumi ile sura ya 4 na mstari wa 25, hapa maandiko anasema, ambaye alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili mpate kuhesabiwa haki. Kwa hiyo Wakristo wengi bado wanahisi ndani yao kwamba ni wakosaji, ni wenye dhambi, wanajiona ni wadudu na hawafai mbele za Mungu, lakini sio uhalisia wa maandiko ambavyo jinsi anavyozungumza. Kwa hiyo katika ile eneo pia ni sisi kutengeneza ufahamu wetu, maana yake ni vita ambayo inaendelea ndani ya Mkristo au ndani ya watu wengi. Kwa hiyo ili tuweze kuvishinda vita kama hivi, basi inahitaji kuendelea kila siku kugeuzwa fikra zetu. Na katika eneo lingine, mtu anaamini kwamba Mungu hawezi kusema naye, ama Mungu hawezi kusema na mimi mpaka labda mtu fulani. Na hilo ni wazo ambalo linakaa ndani ya Mkristo au ndani ya watu wengi. Lakini maandiko yamesema kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 3 mstari sura ya 33 mstari wa 3, anasema, niite nami nitakuitikia, nitakuonesha mambo makubwa na magumu sio yafahamu. Kwa hapa kusema aniite mtu fulani, lakini niite, maana yake kila mmoja ana uwezo wa kumuita Mungu na akamuitikia na akasema pamoja naye. Na ndipo hapo hata Mkristo mwingine anasema kwamba yeye labda hawezi labda kukubaliwa na Mungu, au Mkristo mwingine anasema kwamba naona ndani yake kutokana na fikra ambazo kaziona kwake kwamba mimi sifai mbele za Mungu, au Mungu hawezi kusema na mimi kwa sababu ya 1, 2, 3. Na kweli ukiweka ufahamu huo ndani ya moyo wako kwamba Kristo hawezi kusema na wewe, ni kweli hata sema na wewe kwa sababu umeamini hivyo ndani yako. Na kama umeamini hivyo ndani yako, basi usitarajie kwamba Kristo taona akizungumza na wewe. Kwa ni vita ambavyo shetani anaviweka ndani ya fikra za watu, ili hao watu waweze kuamini hayo mawazo na watembee katika hayo. Kwa hiyo inatupasa sisi kila siku kuvishinda hivi vita ambavyo vinaendelea ndani yetu. Kwa hiyo amini kwamba Mungu anaweza kusema na wewe, na Mungu yuko ndani yako. Usione kwamba labda ni mtu fulani peke yake au watu fulani peke yao basi inakuwa ndio anaweza kusema nao Mungu, lakini sio katika hilo eneo, bali amini kwamba Kristo yeye mwenyewe anaweza kusema ndani yako wewe. Kwa hiyo
usijione ni mnyonge, usione kwamba haufai mbele za Mungu. Kwa hiyo mwingine Mkristo anaamini katika vita nyingine ya 4, anaamini ili nipendwe na Mungu ni mpaka labda nifanye bidii, maana yake nifanye matendo mema sana. Lakini sivyo hivyo. Mungu ametupenda kabla hatujaanza kutenda matendo ambayo ni mema. Kwa hiyo katika ukosaji wetu sisi, Mungu alitupenda katika makosa hayo ambayo tulikuwepo. Maana yake alitupenda pasipo kuangalia current state, ama kwa Kiswahili naweza nikasema kwamba katika wakati fulani ambao tulikuwepo. Current state maana yake wakati ambao tupo, kwamba tulikuwa tunatenda matendo mema au mazuri. Lakini Kristo hakutupenda kwa sababu tulikuwa tunafanya matendo mema kwa wakati fulani ndio akatupenda. Hapana, lakini katupenda ingali tukiwa ni wenye dhambi, ingali tukiwa ni wakosaji. Kwa hiyo mtu anachanganya, anashindwa kuelewa kuna kupendwa na Mungu na kuna kumpendeza Mungu. Kupendwa na Mungu maana yake ulimwengu wote umependwa na Mungu, na ndio maana anasema kwenye kitabu cha Yohana sura 3 mstari wa 16, anasema kwa maana hii jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mwamini asipotee bali apate kuwa na uzima wa milele. Kwa hiyo huko ni kupenda. Mungu kaupenda ulimwengu, lakini kumpendeza Mungu kuko ndani ya mtu ambaye anaitwa muamini, ambaye huyo anampendeza Mungu kwanza pale anapomwamini Yesu Kristo na kusamehewa dhambi zake zote. Maana yake huyo mtu katika hilo eneo anatakiwa kuanza kupiga hatua za kuanza kumpendeza Mungu. Maana yake kufanya yale ambayo Mungu amemkusudia ayafanye. Huko ndio kumpendeza Mungu. Kwa hiyo sisi au wewe hapo na mimi, fokasi yetu kubwa ni namna ya kumpendeza Mungu, lakini sio kupendwa na Mungu. Kwa mtu anapokosea eneo fulani, anaona kwamba Mungu amenichukia na Mungu hana mpango na mimi kwa sababu nimekosea katika eneo fulani. Kwa sababu juzi nilitukana, kwa sababu juzi niliiba, kwa sababu juzi nilizini, kwa hiyo Mungu hana mpango na mimi. Ingali bila kwa kusahau kwamba Mungu anampenda hata mtu ambaye ni mwizi, anampenda hata yule mtu ambaye ni mzinzi, lakini hapendezwi na huyo mtu kwa sababu ya matendo yake. Kwa hiyo wewe na mimi tunapotambua hili au unapojua hilo, maana yake unatakiwa kurekebisha, kuacha matendo hayo liyopo huko ndani ya Yesu ili uweze kumpendeza Yesu Kristo. Kwa hiyo tunahitaji kila siku kushinda vita ambavyo vinaendelea katika fahamu zetu sisi kwa kuamini neno la Mungu linasema nini. Mtu mwingine atasema kwamba anaingia katika kuomba, lakini hana imani na maombi yake. Anasema huenda Mungu atanisikia, huenda Mungu atanijibu, sijui. Mimi naomba, nikijibiwa, nisipojibiwa, basi mimi nimeshapeleka maombi zangu mbele za Mungu. Hizo ni fikra au ni vita ambayo mtu anatakiwa kuishinda. Maandiko amesema katika uhalisia wake kwamba yote tuombayo tuamini tumeyapokea, nao yamekwisha kuwa ni ya kwetu. Kwa yote tuyaombayo tuamini tumeshakwisha kuyapokea na amekuwa ni ya kwetu. Kumbe kitu kinachotakiwa hapo ni kitu kinaitwa imani. Kwamba mtu anapokwenda kuomba kwa imani, maana yake amini kwamba ni kweli Mungu atampa. Kwa ukienda na wazo fulani, kwa sababu umeamini hivyo ndani yako, usitegemee kuona matokeo ambayo ni makubwa. Utaona matokeo ya chini kabisa kutokana na imani yako ambayo wewe umepeleka huko na kumwamini Mungu. Kwa mimi tutaendelea kuangalia katika maeneo mengine mengi, lakini jambo ambalo natamani sana ni kusisitize, pambana kuliamini neno la Mungu katika ufahamu wako, likae ndani ya ufahamu wako. Kila siku hakikisha kwamba uhalisia wa neno la Mungu ndio unakaa ndani ya moyo wako kuliko uhalisia wa mazingira ama uhalisia wa fikra zako zinasema nini katika maisha yako wewe. Kwa jambo la muhimu na jambo la msingi, kila siku jitahidi kupambana kuhakikisha kwamba neno la Mungu linakuwa kweli katika maisha yako, na kwa kuliamini. Usiamini fikra zako, lakini amini neno la Mungu linasema nini juu ya maisha yako wewe. Amini baraka zote zilizosemwa juu yako. Usione kwamba uwezi wala ni maskini, lakini ona kwamba wewe unaweza na wala si maskini, kwa sababu maandiko amesema kwamba Kristo alifanyika kuwa maskini ili sisi tuwe ni matajiri. Kwa hiyo tuendelea kujifunza tena katika wakati mwingine,
lakini nitamani tushare ujumbe huu mfupi, na Mungu akubariki sana, na nitakuombea kwa uchache. Baba yangu na Mungu wangu mwema, katika jina la Yesu ninamsogeza mbele zako mtoto wako. Ninaomba Roho Mtakatifu Bwana, katika haya yote ambayo ameyasikiliza katika siku ya leo, Baba ninaomba upate kufungua ufahamu wake Baba, akapate kuyaamini haya yote ambayo ameyasikia katika siku ya leo hii, akapate kumjenga, akapate kumtengeneza, akapate kumuimarisha, na asitembee tena kwa hisia, bali atembee kwa imani ya neno la Mungu linasema nini. Baba, neno lako ni kweli na ni hakika. Haijalishi fikra zetu zitasema hivi, lakini neno la Mungu au neno lako Bwana linabakia kuwa kweli na hakika. Baba, ninaomba katika jina la Yesu, mtoto wako huyu Baba umwezeshe na kumfanikisha aamini yale yote ambayo umeyasema katika neno lako Bwana, yakaleta matokeo makubwa katika maisha yake, yakapate kumbadilisha katika maisha yake Bwana. Ninakushukuru Mungu wangu mwaminifu, ninasema asante, maana ni wewe Mungu wetu mwaminifu, ustahilie, Mungu wetu mwema. Nami ninatamka ndani yake ukapate kumbadilisha fikra zake na fahamu zake Bwana, akapate kushinda vita vyote vinavyoendelea katika akili yake, katika ufahamu wake Bwana, ili akapate kutembea sawasawa na mapenzi yako Bwana. Ninaomba yote haya Baba nikiamini ya kwamba unatenda, ya kwamba unafanya Bwana, ni katika jina la Yesu Kristo Bwana wangu mwema, amen. Kwa hiyo basi amini kwamba Bwana Yesu amekusaidia katika ile eneo, na vita vinavyoendelea utavishinda. Nimesema hapo mwanzo, badili fikra zako ili uweze kutembea katika maisha ya ushindi. Kwa hiyo kushindwa kunatokana na fikra. Kwa unapojiona ni mnyonge, ni kweli utaamini wewe ni mnyonge, utapiga hatua. Lakini kataa unyonge, wewe ni jasiri na wewe una nguvu, na Mungu amekupigania na amekushindia. Kwa utembea katika ushindi. Haupigani ama hautembei kutafuta ushindi, lakini unatembea ndani ya ushindi. Kwa hiyo amini kwamba wewe unatembea ndani ya ushindi, na wewe amini kwamba sio kiumbe kilichotengenezwa kwa ajili ya kushindwa. Ni kiumbe ambacho kimeumbwa na Mungu madhubuti kwa ajili ya kuweza kushinda. Kwa hiyo wewe sio wa kushindwa, lakini wewe ni mshindi. Kwa tembea na hiyo imani ndani yako kwamba wewe ni mtu wa kushindwa, wa kushinda siku zote. Unapotembea na imani hiyo ndani yako, utaona badiliko kubwa katika maisha yako. Jione ni mtu unayeweza. Jione ni mtu ambao unaweza kupiga hatua. Jione ni mtu ambao unaweza ukatoka eneo fulani na kwenda eneo fulani. Jione sio mtu wa viwango vya chini, na si mtu wa kuplani kitu kikafeli. Jione kwamba ni mtu ambaye ukiplani jambo lako linafanikiwa. Wala usijione unafikiri mwenyewe, kwa sababu Kristo yuko ndani yako. Na maandiko yanasema aliyeunganika na Kristo, maana yake huyo mtu amekuwa kitu kimoja na Kristo. Maana yake amekuwa mwili mmoja. Maana yake amini hata wazo unalolitoa si wazo la kwako mwenyewe, lakini Kristo yuko nyuma ya hilo wazo na litafanikiwa. Kwa Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Nikutakie wakati mwema.